وقل الحمد لله salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ndugu zangu Waislamu, hii ni nasiha hii kwa wildanu shabab, kwa vijana, na nasiha hii pia iende kwa mashekhe na aamatul muslimin, kwa watu wote. Arrajul jamaa, nimeanza kumfuatilia nyuma video kama 3 nyuma, lakini nimegundua katika mazungumzo yake huwa ana pancha nyingi, alafu pia katika mazungumzo yake hana ukweli. Na bahati nzuri, kinachompa power, kinachompa nguvu au kichaka cha kujificha Qur'anul Karim, huwa anachukua aya za Qur'anul Karim anabamba nazo. Na hii nasiha pia kwake yeye mwenyewe anapofanya analysis katika mambo yake ya maisha au ya politics afanye, lakini ajitahadhari kuchukua aya za Qur'anul Karim au kuchukua Qur'anul Karim kufanya silaha ya kwenda kwenye mapambano yake, kwenye movement zake, kwenye harakati zake. Hii ni mbaya. Kwa nini? Qur'anul Karim ni ilman, ni wahyun, ni maelekezo kutoka kwa Allah, ni maneno kutoka kwa Allah. Mnafahamu, Allah ameruhusu kuwapa watu nasiha kutumia Qur'anul Karim, na Allah subhanahu ameruhusu Qur'an iwe sehemu ya kuabudu na kumtukuza. Lakini inapokuja swala, Qur'an tutumie kama vile kufanya analysis kwenye science, mambo ya kisayansi, inahitajika tahadhari kubwa. Hiyo moja. 2, ili Qur'an kiwe chombo cha kujaji sayansi zenu, unabidi uwe na mambo makuu mawili. Moja, ilmu diraya, ile uwe dairun, uwe una upeo mkubwa wa kucontrol mambo katika upande wa lafdhun, kutamka, na katika upande wa kuhukumu, yani aya inazungumzia nini. Mfano, kwenye mjadala huu amezungumza namba 19 kwenye Qur'anul Karim, ilmu, kama aliposema Imam Malik na aliposema Imam Shafi'i, kullu ilmun siwa al-Qur'an mashghalatun, elimu yoyote ambayo sio Qur'an ni mashghala. Sio akasema Imam Malik, kullu al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul, elimu ni maneno ya Allah na mtume wake, wama siwa dhalik waswasa shaitan. Maneno yoyote ambayo sio taratibu wa mtume au mafundisho ya Allah na mtume wake ni waswasa shaitan. Kwa hiyo unapofungua mjadala masala ukasema namba 19 katika Qur'anul Karim, kwa mujibu wa Qur'anul Karim, sheria itakuhitaji ad-diraya, udhibiti, ile dira ya mafundisho. Kuna ilmu diraya na kuna ilmu riwaya katika sayansi ya hadith. Katika ilmu ya mapokeo, je, una mapokeo ya mafundisho haya? Je, una ile dira kinachokuelekeza utafsiri hivyo? Kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza hivi ili mafundisho ya nje tusilete ndani ya Qur'anul Karim, sayansi za wazungu tusilete ndani ya Qur'anul Karim. Atadhunnuna billahi dhunun, mkaanza kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapofungua masala mjadala kuhusu namba 19 kwenye Qur'anul Karim, watu ambao wanafahamu Qur'an watahitaji kitu kimoja tu, dira, yani ile muongozo, umepata wapi kitu kama hicho. Na tunazungumza mara nyingi, nishatoa sana nasiha, hatutakiwi science ijaji Qur'an, bal Qur'an ndio inabidi ijaji science. Simefahamika? Iko ni kitu muhimu mno. Kwa hiyo kwenye Qur'anul Karim unapofungua mjadala wowote, unatakiwa kwanza ufanye tahqiqul mas'ala, umtafute mwanachuoni, umpe asikilize ile mas'ala yako. Kama kuna khata, kuna makosa, anaondoa, anakushauri ondoa, au kama kuna kupatia, anakwambia hiyo wape watu wasikilize, ili watu wasiende kuchukua makosa. Sasa mtu kama mimi au na mfano wa watu wengine
wanapoona makosa kwenye hii mijadala yenu, si uchambuzi, si vitu gani, wanaweza kwa kutuhumu. Umenifahamu? Na hata kwenye mazungumzo yake amesema Waislamu hawamtaki, Wakristo pia hawamtaki, na baadhi ya Wakristo wanamtengenezea majungu. Kwa hiyo ameacha kuchukua ushahidi kutoka kwenye Bible 19 ndani ya Qur'an. Ila kuna vitu kadhaa kabla hatujaingia ndani ya mada ya leo. Cha kwanza, kuna somo inabidi nitoe na nitaitoa kwa ufupi. Somo la probability theory, ili uweze kuelewa significance ya namba 19 kwenye Qur'an. La sivyo huwezi kuelewa, utakuwa unasikia tu ni namba tu zinatajwa. Na nimesema kwenye Qur'an, maana nimeamua kwa kuchagua kupitia ushahidi upande wa Biblia. Na sababu ni hii hapa. Kumekuwa kuna kampeni siku za karibuni kutoka kwa baadhi, sio wote, ila ni baadhi ya waliojipanga kwa makusudi, na napigia mstari, wamejipanga kwa makusudi, kwa ndugu zetu wa Kikristo kunishambulia kwamba nina udini. Na wanaoijua fuse tangia tumeanza mpaka leo, huwa ninatoa ushahidi siku zote kutoka kwenye Biblia na kutoka kwenye Qur'an. Pande zote nazitoa kwa pamoja na huwa ninaweka ushahidi. Ila issue inakuja hivi, ndio maana nilitoa yale makala ya Red Car Theory. Inapotokea nimeongelea kitu ambacho kimeenda kinyume na ufahamu wa mtu, basi anaanza kushambulia. Na hii ni kwa wote, sio kwa ndugu zetu wa Kikristo, baadhi hata kwa Waislamu wengine. Wengine wamefikiria kunikufurisha kabisa, nasema mimi ni kafiri, sio Muislamu. Nikisema kuna Islamic Zionism, nashambuliwa. Nilitoa makala hapa kuhusu Saudia na Dajjal, nikashambuliwa. Nikatoa makala kuhusu Saudia kuuza pombe, nikashambuliwa. Na vitu vingine vingi ambavyo nimetoa baadhi ya viongozi na baadhi ya watu. So ni vitu vya kawaida kwenye hii kazi ambayo naifanya uchambuzi. Ila tofauti ni kwamba nikishambuliwa na Waislamu wenzangu sishtuki wala haishtui, maana mimi wanaeka ushahidi. Ila nikishambuliwa na Wakristo inakuwa na uzito kwa vile mimi ni Muislamu, na inatumika, kuna kitu kinaitwa ad hominem. Hii ni falasi ya kumshambulia mtu. Yani unapotaka kufanya ni unamchafua mtu karakta yake, ili anachokiongea kisiwe kina hoja. Na hivi ni vitu ambavyo mimi navifahamu. Kuna wengine kabisa washaniita mimi Shia. Siku zote wanasema mimi ni Sunni, lakini wananiita mimi ni Shia simply because natetea upande wa haki. So at the end of the day, kwenye hii nitadili na Qur'an. Biblia nitaachia wenzangu, ndugu zetu wa Kikristo, mkatafute reference kwa wale ambao nyinyi mnawaamini, na wakiongea mtawasikiliza. Sasa huwezi kuielewa namba 19 na uzito wake ndani ya kwenye Qur'an bila kuelewa kitu kinaitwa probability theory. DJ Sma, mimi nakuletea hoja na ushahidi. Wewe utaamua unaipokeaje na utaamua unaitumiaje. Sikukwambii kwamba hichi ninachokisema ndio ukiamini, ukifate au kikubali. Mimi nakuwekea facts and logic. Kuna vitu ambavyo vinatokea, nyakati nyingine huwa ni kawaida tu kutokea. Kwa baadhi ya watu huchukulia kama ni kawaida. Ila nyakati nyingine kuna ujumbe au kuna ishara ambao upo kivulini, nyuma ya haya matokeo. Watu wanatofautiana uelewa. Wengine wanaona ni kawaida, wengine ambao wana uwezo wa kuread between the lines, kuconnect dots na kufata ushahidi, wanaona tofauti. Sasa ili kutofautisha hisia na facts, tunahitaji tuwe na kipimo au tuwe na kiwango au tuwe na sayansi. Hapa tutatumia kitu ambacho kinaitwa probability theory. Anasema jamaa kwamba
namba 19, 19, namba 19 ndani ya Qur'an al-Karim. Tumesema kisheria itahitajika uwe na diraya, uwe na riwaya. Mafundisho haya umepata wapi? Ili tusitoe elimu, tusichukue elimu za kipagani za washirikina tukaleta ndani ya Qur'an al-Karim. Kuna ilmu inaitwa ilmu al-huruf, kuna ilmu inaitwa ilmu al-asma, kuna ilmu inaitwa ilmu al-arqam, elimu za namba, kujua namba ambazo mara nyingi elimu hizi zilikuwa za wapagani washirikina, kwamba unaenda kwa mganga akwambia ili jina lako au hizi namba tunaweza kugundua kitu fulani. Sasa Qur'an haijajiwi kwa aina hiyo. Uzuri wa Qur'an al-Karim, Allah anamlipa mtu yoyote ambaye hata kama kikaa akawa anahesabu Qur'an kwamba bismillah, alhamdulillah, kuna aya ngapi, Allah anakulipa kwenye Qur'an al-Karim. Ukiwa umekaa unahesabu maneno na zile herufi, Allah anakulipa. Lakini tusitengeneze elimu kwamba namba 19 kwa mujibu wa Qur'an al-Karim. Hapo kisheria tunahitaji diraya na riwaya kisheria. Kwa hiyo anasema namba 19 ndani ya Qur'an al-Karim, kipimo chake ni kipimo cha kisayansi, na mnukuu amesema hivi: probability theory. Probability theory hii ni nadharia inatumika na watu wa falsafa na wanasayansi wa falsafa. Narudia, maneno yoyote ya sayansi au ya falsafa hayatakiwi kujaji Qur'an, bal Qur'an ndio ijaji mliokuwa nayo, kama Allah alisema nun wal qalami wama yasturun. Ameapa Allah subhanahu, ameapia peni, wal qalami ay kullu al aqlam, na pia kwa peni zote, wama yasturun, na pia vyote mlivyoviandika. Kwa nini ameapia? Kwenye suratul Najmi akasema wan najmi, na pia nyota, idha hawa, pale inapopotea. Angalia, ma dhalla sahibukum wama ghawa, Muhammad hakupotea. Ma dhalla sahibukum wama ghawa, Muhammad rafiki yenu hakupotea. Maana yake nini? Ma dhalla sahibukum, Muhammad hakupotea, wama ghawa, ghiwaya ni jahala, na hakupata kukichaa ujinga. Bimaana zitapotea nyota utakapoingia asubuhi na mchana, lakini hawezi kupotea Muhammad. Muhammad apotea. Manake ni manake vyote tulivyoviandika vitapotea, nyota zote na jua litapotea linapoingia usiku, na nyota zitapotea zinapoingia mchana, lakini Muhammad hawezi kupotea. Wama yantiqu anil hawa, Muhammad hatamki matakwa yake, matamanio. In huwa illa wahyun yuha, Muhammad anatamka wahi, ufunuo kutoka kwa Allah. Ikiwa Qur'an al-Karim ni wahi, ni ufunuo kwa Allah, fabitali maana yake sayansi na teknolojia na vitu vyote inabidi vifijaji Qur'an al-Karim. Qur'an ni maneno ya Allah, bali Qur'an ndo ijaji hivi vitu. Kwa anapokuja mtu akatuambia namba 19 ndani ya Qur'an al-Karim kwa kanuni au kwa kigezo cha falsafa au cha sayansi, kwamba inasema hivi probability theory. Mmenifahamu? Probability theory ni nadharia ya uwezekano, yani vipi mambo yanawezekana kutokea. Kwa hiyo wataalamu wa philosophy, wale wanasayansi wa falsafa, wakaja na nadharia, wakaja na vipimo kwamba kuna vitu vinaweza vikatokea na kuna vitu vinaweza visitokee kwa vipimo tofauti tofauti. Umeeleweka? Probability theory Arabi al-fasih wanasema nadhariyatul ihtimalat. Nadhariyatul ihtimalat, kwamba mambo yanawezekana kutokea kwa mtazamo huu. Sasa katika nadhariyatul ihtimalat, kipimo hiki cha kisayansi, cha kifilosofi, cha kifalsafa, kwamba tunapima mambo ya ulimwengu yatatokea au hayatatokea. Kwenye Qur'an al-Karim ya akhi, kuna uwezekano wa mambo kutokea upo aina mbili. Nataka mpate faida. Mambo yanapimwa katika aina mbili. Kuna nature, by nature, kuna mambo kama majanga ya asilia, tabia za kiasili, na kuna majanga ya kutengenezwa. Nadhariyatul ihtimalat, probability theory, mtazamo wa philosophy wa science, kwamba
tunapima je, vitu vinaweza vikatokea au visitokee. Ni katika mambo ambayo yametengenezwa na binadamu. Mfano ikiwa kuna mtu tumezoea kila siku lazima apite, tunaweza tukatabiri je, leo anaweza akapita au asipite. Tunaweza tukatabiri kwa sababu sio jambo nature, sio jambo la asili, ni jambo la kila mtu mwenyewe, mazoea yake. Lakini tunapokuja kwenye majanga ya nature, by nature, dunia, majanga ya asilia, mfano kutabiri je, fulani atakufa au afi, huwezi kutabiri fulani atakufa au afi, kwa sababu ni mpango wa Allah, ni mpango wa Mungu. Umeelewa? Kwa hizi theory za philosophy za science zenyewe huwa zinapima mambo ya kibinadamu. Kwa hiyo mtu unaweza ukatabiri Pentagon, ukaitabiri Marekani, kwa sababu Marekani ya akhi kile wanachokifanya ni wamekipanga on the ground, wamekipanga kwenye meza, yani wamekaa kwenye meza wataalamu wakapanga, je, tuanzishe machafuko au tusianzishe machafuko. Kwa unapoelewa au ukipata ile nadhariyatul ihtimalat, ile probability theory, kwamba mtazamo wa jambo linaweza likatokea katika mambo ya kibinadamu, hiyo unaweza kutabiri. Lakini by nature uwezi ukatabiri mtu anakufa lini au ukatabiri kwamba dunia itaisha lini. Uwezi ukatabiri kitu kama hicho. Imeeleweka? Kwa hiyo hii theory, hii philosophy inakubalika, lakini katika mambo ya kibinadamu. Sasa mfano kuitabiri Israel au Iran kwamba watarudi tena mezani kupigana vita, au Marekani, hiyo huwezi kuitwa noma, kwa sababu sera za kimataifa, sera ya Israel ya kimataifa, sera ya Amerika ya kimataifa zipo wazi kwamba Marekani sera yao ya kimataifa ni mwanzo mwisho duniani, ni vita mwanzo mwisho, hakutakuwa na amani. Hiyo ni sera ya kimataifa ya Marekani. Sasa ikiwa ni vitu ambavyo vimeshaandikwa, ni swala la kuelewa, wao sio kutabiri kwamba nimetabiri mimi ni noma. Hakuna unoma katika vitu ambavyo watu washaviplani tayari. Mfano na hapa, mfano by nature kwenye Qur'an al-Karim Allah amesema hivi, wal an'ama khalaqaha lakum, amewatengeneza wanyama hawa litahmila athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqi al-anfus, kwamba kwa mpango wa Allah tutumie wanyama tuwe tunasafiri kupitia wanyama. Lakini mpango wa binadamu akaona la, tukienda na mpango wa Mungu, mpango wa Allah kutumia wanyama tutachelewa. Binadamu akaja na mpango wake kugundua rocket, magari na vitu vingine. Mizozo ya kibinadamu ikaanzia hapa. Ili tuendeshe rocket, magari, treni, ndege, tunahitaji nishati. Kuna mataifa makubwa hayana nishati, kuna mataifa madogo yana nishati. Maana yake lazima tutapigana. Tutakapopigana, utapeli na njama za mataifa makubwa yataanzia hapo. Kwa hiyo mtu wale maanalyst kutabiri hivi vitu sio kama wewe ni noma, kwa sababu ni vitu vya kibinadamu, tunahitaji nishati, lazima tutapigana. Umenifahamu? Kwa hiyo kuotea au kutabiri kwamba kesho tutapigana, hiyo ni kitu cha kawaida, kwa sababu sera za mataifa makubwa ni lazima zipigane ili zichukue mali. Umenifahamu? Kwa hiyo probability theory, filosofia hii au sayansi hii ya falsafa hakitakiwi kuwa kipimo kwenye Qur'anul Karim ukasema kwamba namba 19 kwa ndani ya Qur'anul Karim kwamba mambo yanaweza yakatokea au yasitokee. Ya akhi, mambo nature binadamu hawezi kutabiri, na mambo nature majanga ya asili mara nyingi binadamu wanakosa majibu. Maana yake nini? Maana yake zile falsafa za kipagani hazitakiwi kujaji Qur'anul Karim. Sikiliza. Ya pili akasema arrajul, kijana amesema hivi, ili uelewe namba 19 kwenye Qur'an al-Karim unatakiwa uelewe probability theory. Yani ili uelewe 19 namba 19 kwenye Qur'an al-Karim inabidi uelewe kanuni hii ya kifalsafa ya kisayansi ya probability theory. Ya akhi, kweli ya akhi, ili umuelewe Allah uje na mtazamo huu ambao pengine mwana falsafa huyu alikuwa mlevi, aligundua hii nadharia alikuwa mlevi, ili umuelewe Allah, uelewe vitu kama hivi. Na kusihi fanya movement zako kwenye mitandao, lakini usihusishe Qur'anul Karim. Hiki ni kitabu msikitini, na kama utajaribu kufanya hivyo basi unatakiwa uwe na dira,
uwe dairun, uwe dawar, uwe na uwezo mkubwa wa kutamka maneno ya Allah na kutolea zile maana ambazo Allah subhanahu akazikusudia, na mambo ya nje yasiingizwe ndani ya Qur'an al-Karim, isipokuwa mambo yaliokuwa ndani ya zile elimu zilizokuwa ndani ya Qur'an al-Karim zinaruhusiwa kutolewa nje, na sio mambo elimu za nje ziingizwe ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu huenda mkamdhania Allah na mkapoteza watu. Unaendelea Ar-Rajul akasema tena, ameamua kuacha kuchukua ushahidi upande wa Bible, upande wa Biblia. Kwa nini ameamua kufanya hivyo? Akatoa sababu, kwa sababu kuna kampeni za kumchafua. Kuna kampeni za kumchafua. Kuna watu wachache wamejipanga kwa makusudi kumshambulia. Yaani kuna watu kwa makusudi wamepanga kumshambulia kwa sababu yeye, yaani watu wanadai kwa sababu yeye ana mambo ya udini, yani kila kitu analeta udini. Kwa hiyo ameacha kuzungumzia Bible, amechagua kichaka kingine, Qur'anul Karim. Kama ulivyoachana na Bible, achana na Qur'anul Karim. Wewe fanya movement zako kawaida. Mimi nimeanzisha operation kuchunguza hii mitandao kwa watu ambao wanamzungumzia Allah bila ilmu. Nimeanzisha operation maalum kuchunguza. Imeeleweka ya akhi? Angalia, narudia, kama ulivyoachana na Bible, kwa sababu kuna watu kwa makusudi wanakushambulia na wameamua kukuchafua. Kwa hiyo wanakushambulia, kwa hiyo wanakuchafua. Huenda wanakuchafua, huenda wanaona unakosea, unaona unakosea kwenye Bible. Kama mimi nilivyoona unatukosea kwenye Qur'anul Karim, unachukua maneno ya kipagani ya nje, sayansi za kipagani unazileta ndani. Ya akhi, vipimo vya namba, majina, ilmu al-huruf, ilmu al-asma ni elimu za kipagani. Mfano, Allah anasema hivi, wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Allah apia namba za shufa, namba ambazo hazigawanyiki kwa mbili. Allah ameapia namba za witri, namba ambazo zinagawanyika kwa moja, kwa mbili. Allah ameapa. Imeeleweka? Allah ameapa. Manake unaruhusiwa kufanya hizi hesabu ngumu, lakini kwa mujibu wa Qur'anul Karim, sio kwa vipimo vya kifilosofi vya falsafa vya sayansi ya nje. Imeeleweka? Mfano, kwa hiyo adhana tunarudia mara mbili, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kwa sababu Muhammad ametufundisha inna Allah yuhibbul witra. Allah subhanahu anapenda namba, idadi. Tumia kitu ambacho kinaitwa probability theory. Probability theory ni kitu gani? Is the mathematical framework of quantifying uncertainty. It tells us how likely events are to occur, from coin flips to medical diagnosis. Ni kitu gani probability theory? Ni mfumo wa kisayansi wa kuweza kutambua na kupima vitu ambavyo havifahamiki. Inatuambia kuna uwezekano mkubwa kiasi gani wa jambo kutokea. Sasa probability theory na yeka kwa epesi kabisa, ili mtu wa kawaida uweze kuelewa kabisa, ni kuangalia uwezekano wa jambo kutokea. Ni as simple as that. Nitakutolea mfano, na hii kipimo chake inaanzia 0 mpaka 1 au 0 mpaka 100. Inapokuwa 0 inakuwa kwamba probability, uwezekano kwamba hiki kitu hakitowahi kutokea. Inapokuwa 1 inakuwa kwamba kuna uwezekano wa hili jambo kutokea, kwa sababu sio 0. Inapokuwa 0.5 maana yake ni 50% ya jambo lile kutokea au 50% ya jambo lile kutokutokea. Naomba nikutolee mfano wepesi ambao unaweza ukachukua. Ukichukua leo shilingi 100 au 200 au 500, ukiirusha, kuna mwenge au kuna kichwa. Kwa hiyo probability ya wewe kukutana na mwenge ni 50%, na probability ya wewe kukutana na mwenge ni 50%. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kuna outcome mbili tu, kuna matokeo mawili tu ambayo yanaweza katokea unaporusha ile shilingi. Either itatokea kichwa
au either itatokea mwenge. Hakuna probability nyingine yoyote. Kwa hiyo ukiulizwa probability ya kupata kichwa ni nusu, ni 50%. Au probability ya kupata mwenge ni 50%, ni 50%. Ila tuchukulie mfano tofauti. Mnafahamu korokoro, au wale ambao mnachezaga games zile, mnajua kuna kitu kinaitwa dice. Dice ina pande 6. Kuna sehemu ina 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sasa probability ya kupata mfano namba 3 unaporusha ile dice au kokoro, probability yake ni 1 kati ya 6, kwa sababu matokeo ambayo yanaweza yakatokea ni kati ya 1 mpaka 6 ndani yake. Haiwezi katokea 0, haiwezi katokea 7. Kwa hiyo ni 1 kati ya 6, ambayo ukija kwa asilimia inakuwa ni 17%. Sasa tukibadilisha, na hii tutakuja huko mbele tutanani, tukisema uwezekano wa kupata odd numbers, numbers zisizogawanyika, ambayo ni 1, 3 au 6. Na nikisema zigawanyiki, nasema zigawanyiki kwa 2, 1, 3 au 5. Probability ya kuzipata hizo ni 3 kati ya 6. Kwa hiyo una 50% ya kupata namba 1 au namba 3 au namba 5. Au probability ya kupata namba zinazogawanyika na 2 ni 3 kati ya 5, kwa sababu kuna 2, kuna 4, kuna 6. Kwa hiyo ni 50-50. Unaona probability zinavyobadilika. Tuangalie kitu kingine ambacho tutakifahamu kwa wepesi zaidi, mfano wa 3. Karata, wengi ambao tunacheza last card, ina karata 52. Kupata let's say A ambazo ziko 4, inakuwa ni 4 kati ya 52, ambayo probability yake inakuwa ni 8%. Si unanielewa? Kwa ufupi, probability theory ina nguzo kama 3-4, na sheria namba 1, either kuna kitu kitatokea au hakitotokea. Ndo tunarudi kule kwenye 0 au 1. Kwa hiyo either kitu kitatokea au kuna kitu hakitotokea. Kwa hiyo mfano mtu akisema bana, kesho kuna uwezekano wa kunyesha mvua, kuna 40% ya kunyesha mvua. Kwa hiyo hapo kuna moja kati ya mawili, either itanyesha mvua kwa 40% au either kwa 60% haitonyesha mvua. Kwa hiyo kuna moja kati ya mawili, either itanyesha mvua au hainyeshi mvua, ila haiwezi ikawa 0. Ila kuna kitu kwamba kuna vitu viwili ambavyo haviwezi vikatokea wakati mmoja. Mfano, haiwezekani ikawa ni giza na kuna mwanga wakati huo huo. Haiwezekani ukawa umekaa na umesimama wakati huo huo. Kuna vitu ambavyo haviwezi vikatokea wakati mmoja. Ila kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea wakati mmoja bila kuathiriana. Mfano, unaporusha shilingi, ni moja kati ya mawili, utapata kichwa au utapata mwengi. Haiwezekani usipate chochote, yani ni lazima ipatikane moja kati ya hayo mawili. Lakini probability inaweza ikatokea vitu viwili, kwamba unapotoa karata, uwezekano wa wewe kupata let's say ile tulosema A ni 8%, ila kuna uwezekano vikatokea vitu wakati mmoja na havithiriani. Mfano, wewe ukarusha ile dice ukapata namba 5 ambayo ni moja kati ya 6, lakini ukachukua na karata ukatoa ukapata A ambayo ni 8%. Hivyo vitu viwili vinaweza vikatokea wakati mmoja bila kuathiriana, lakini uwezi ukapata namba 5 na namba 4 kwa wakati huo. Umenifahamu? Kwa hiyo probability theory, filosofia hii au sayansi hii ya falsafa, hakitakiwi kuwa kipimo kwenye Qur'anul Karim ukasema kwamba namba 19 kwa mujibu ndani ya Qur'anul Karim kwamba mambo yanaweza yakatokea au yasitokee. Ya akhi, mambo nature binadamu hawezi kutabiri, na mambo nature, majanga ya asili, mara nyingi binadamu wanakosa majibu. Maana yake nini? Maana yake zile falsafa za kipagani hazitakiwi kujaji Qur'anul Karim. Sikiliza,
Ya pili akasema arrajul, kijana amesema hivi, ili uelewe namba 19 kwenye Qur'an al-Karim unatakiwa uelewe probability theory. Yani ili uelewe 19 namba 19 kwenye Qur'an al-Karim inabidi uelewe kanuni hii ya kifalsafa ya kisayansi ya probability theory. Ya akhi, kweli ya akhi, ili umuelewe Allah uje na mtazamo huu wa mimo kwenye Qur'an al-Karim, ukasema kwamba namba 19 kwa ndani ya Qur'an al-Karim kwamba mambo yanaweza yakatokea au yasitokee. Ya akhi, mambo nature binadamu hawezi kutabiri, na mambo nature majanga ya asili mara nyingi binadamu wanakosa majibu. Maana yake nini? Maana yake zile falsafa za kipagani hazitaki kujaji Qur'an al-Karim. Sikiliza. Ya pili akasema arrajul, kijana amesema hivi, ili uelewe namba 19 kwenye Qur'an al-Karim unatakiwa uelewe probability theory. Yani ili uelewe 19 namba 19 kwenye Qur'an al-Karim inabidi uelewe kanuni hii ya kifalsafa ya kisayansi ya probability theory. Ya akhi, kweli ya akhi, ili umuelewe Allah uje na mtazamo huu ambao pengine mwana falsafa huyu alikuwa mrefu, aligundua nje sayansi za kipagani unazileta ndani. Ya akhi, vipimo vya namba, majina, ilmu al-huruf, ilmu al-asma ni elimu za kipagani. Mfano Allah anasema hivi, wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Allah apia namba za shufa, namba ambazo hazigawanyiki kwa mbili. Allah ameapia namba za witri, namba ambazo zinagawanyika kwa moja, zinagawanyika kwa moja kwa mbili. Allah ameapa. Imeeleweka? Allah ameapa. Manake unaruhusiwa kufanya hizi hesabu ngumu, lakini kwa mujibu wa Qur'anul Karim, sio kwa vipimo vya kifilosofi vya falsafa vya sayansi ya nje. Imeeleweka? Mfano, kwa nini adhana tunarudia mara mbili, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar? Kwa sababu Muhammad ametufundisha inna Allah yuhibbul witra. Allah subhanahu anapenda namba, idadi ya witri. Lakini kuna muda Allah anatumia namba shufa, namba haigawanyiki kwa mbili, au kwa moja. Mara kibao amezungumza akaapa wal fajr, na pia nyakati za alfajiri, walayali na 10, na pia siku 10, washafi' wal watr, na pia namba shufa na namba witri. Imeeleweka ikhwan? Sasa sikiliza, akasema tena, na katika mazungumzo yake nimegundua ni puppet, ni mtu wa kusifia. Yani puppet sio mtu wa kusimamia haki, ni mtu wa kusifia watu aina fulani, yani labda viongozi au watu fulani, ni mtu wa kusifia, anafunika ukweli mara nyingi. Mfano, nakupa mfano wa Traore. Huyu mtu mara zote anamsifia Traore kuondoka, kuwatoa Wafaransa Burkina Faso, lakini ana support Warusi kuja kwa Traore. Anashindwa kuelewa katika assassination zaidi ya 100 ambayo Traore kafanyiwa, zipo assassination kafanywa na Russia wenyewe, Putin kamfanyia ili kutengeneza mahitaji ya Warusi. Unafahamu? Kwa kile ambacho Traore amewafukuza Ufaransa ndio iko ni kitu ambacho Putin pia anamfanyia Traore ili Russia wakulinde. Russia nao watahitajika watengeneze magaidi wengine ili mahitaji ya Russia ndani ya Burkina Faso yaendelee. Panapokuwa hakuna magaidi, watu wa Burkina Faso watamwambia Russia, Putin, wewe nenda, utakiwi, basi mkataba ushaisha, vurugu zimeshaisha, kuna amani, wewe nenda. Sema leo. Kwa hiyo maana ni puppet, ni mtu ambaye hasimamii ukweli, ana support vuguvugu la kijeshi, mapinduzi ya kijeshi ya Traore, lakini muda huo unakuta analalamika kwamba Wafaransa mabepari wanyonyaji, lakini muda huo anamsupport mnyonyaji Putin, mnyonyaji Russia. Unapokuwa analyst, unapokuwa mchambuzi, muhallil, inabidi uwe neutral. Uchambuzi maana yake, uchambuzi ni kujibu maswali magumu ya watu ambao hawafahamu, wajibu maswali magumu ambao wao wafahamu. Kwa hiyo mchambuzi inabidi awe neutral. Hatakiwi kuwa kati ya Russia na Marekani, hatakiwi kuwa upande wa Marekani au wa Russia. Inabidi achambue. Na sio mimi bwana na support Russia kwa sababu habari za Russia hatusikii kwenye vyombo vya magharibi. Kwa hiyo nimechagua la. Vigezo vya uchambuzi vinashuka. Hutakiwi kuwa hivyo.
hizi movement zako za kuchambua wewe chambua, lakini mimi nakuonya, nakupa onyo, achana na Qur'an al-Karim kama ulivyoachana na Biblia, achana na Qur'an al-Karim. Akasema tena kwanza mchambuzi ni mtu ambaye kwamba anakuwa neutral. Mwenyewe kazi yake yeye ni kuwabainishia watu, kuwajibu watu maswali magumu. Watu wenyewe ndio wachague upande, lakini sio wewe walazimishie watu waende kuchagua upande. Kisha akasema tena sio tu kwa Wakristo, yani waliompangia njama sio tu Wakristo, hata baadhi ya Waislamu. Yani Waislamu pia baadhi wamempangia njama. Umenifahamu? Amesema kuna baadhi ya Waislamu washamuita kafiri, wamemuita ni kafiri. Umenifahamu? Kwa nini? Kwa sababu amefungua mlango wa Islamic Zionist. Yani anasema kuna Islamic Zionist, kuna Waislamu Mayahudi. Ili ni kosa ya akhi. Muslim anapokuwa Zionist, utakiwi kumuita Muslim Zionist, muite Zionist. Yani kwenye Uislamu hakuna Islamic Zionist kama ilivyokuwa kwa Christian Zionist. Hakuna Muislamu Zionist. Muislamu anapokuwa Zionist akafanya kufru mbawah, kufru ni wazi, huwa hitu Muslim Zionist. Muiteni Zionist ya akhi. Hii hakuna Muislamu atakayekubali akakuacha akakubali ufungue mlango wa Islamic Zionist. Hakuna Muslim Zionist, hakuna Muslim Yahudi ya akhi. Yahudi ni Yahudi, Nasara ni Nasara, Muslim ni Muslim. Utakapoona kuna mienendo ya Waislamu wanajipendekeza kwa Mayahudi, sema ni Yahudi, sema ni Zionist, lakini usifungue Islamic Zionist. Kwa mlango huu uliofungua, Waislamu hawezi kukuelewa. Yani hata mimi siwezi kukuelewa. Simeleweka ya akhi. Angalia. Unaposema kuna Uislamu wa Kizayuni, hii ni khata. Hata Mtume Muhammad yani hajawahi kuzungumza vitu kama hivi. Mtume Muhammad alizungumza mara nyingi qulubuhum qulubu shayatin fi jismani ins. Kuna watu watakuwa na vifua vya mashaitani, watakuwa na miili ya binadamu lakini wana vifua vya mashaitani. Imeeleweka. Kisha akasema kwamba kuna Uislamu anampiga vita kwa sababu amesema Saudi Arabia na Dajjal, anatupekea kimoja Saudi Arabia na Dajjal, na sasa hivi Dajjal kwamba Dajjal Saudi Arabia ameruhusu pombe. Swala la Saudi Arabia Mtume Muhammad alishalizungumza mara nyingi, hunaka haithu tatla'u qarnu shaitan wazalazil min fam. Allahumma barik fi shamina wa barik lana fi yamina wa barik lana. Masahaba kwa Mtume Muhammad wa fi najdina, najd kwa leo ni Jidda. Ufalme wa leo wa Saudi Arabia hakuna anayepinga, ni ufalme wa Kiyahudi. Sasa ule ufalme unapokuwa wa Kiyahudi, useme Islamic Zionist, useme maneno kama hayo, umemtangulia mpaka Mtume Muhammad ya akhi. Kwa hiyo huo mlango hata Waislamu unawachanganya, hawezi kukuelewa. Kwa hiyo kama ulivyoachana na Bible, pia achana na Qur'an al-Karim. Kisha akasema hivi, anashambuliwa na Waislamu wenzake. Anasema kushambuliwa na Waislamu wenzake yeye ashtuki. Yani Waislamu atakapomshambulia amesema anaposhambuliwa na Waislamu hashtuki, yani anaona ni kawaida, lakini mshtuko wake anashtuka atakaposhambuliwa na Wakristo. Yani Wakristo atakapomshambulia anapata mshtuko. Hii ni kweli. Yani muumini hutakiwi ni bora ushambuliwe na Muslim mwenzako, kama Mtume Muhammad alipomwomba Allah dua zama za mwisho, ni bora Waislamu wapigane vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini wasipigane na kufar na watu waliomkataa Allah. Hiyo haina shida. Unapopigwa mshtuko na Muslim, umenifahamu, hutakiwi kushangaa, lakini utakapopigwa tukio mshtuko na kwa Muslim bidi ushangae. Hiyo na kuunga mkono. Lakini pia amesema hivi, baadhi ya Waislamu wanamuita yeye kuwa ni Shia. Yani yeye Shia kwa sababu mara nyingi anaonekana anatetea Shia Iran. Kwa kuna baadhi ya Waislamu wameshindwa kumuelewa kwa sababu jamaa Shia nini? Ipo hivi ya akhi. Sikiliza. Shia ni mazalia ya Roman Empire. Roman Empire kipindi wanataka kumuua Isa ibn Maryam au Yesu Kristo, walitumia Wafarisayo, baadhi ya Wafarisayo wakaenda kwenye zile strategy za kumtega Isa ibn Maryam au Yesu Kristo kama mlivyozoea, ili aingie kwenye mtego. Waliwatumia Mayahudi na Iran. Israel, Mayahudi na Iran ni mazalio ya Roma. Kipindi cha Mtume Muhammad, Roman Empire iliwatumia Wafarisayo wa Irani hawa kutengeneza ideology Shia, kutengeneza ushia
kama kinga, kama antivirus, ili Uislamu safi usienee Europe, kwa wakatengeneza ukuta Shia. Kwa hiyo unapokuja ukatetea Iran, watu wakuelewe, wanawe Shia. Lazima uwe na dira, uwe mtu ambaye kwamba unafuatilia mambo. Ya akhi, Iran na Israel hakuna vita, iko ni kiini macho. Baada ya muda Marekani atabadilisha sera kwa Iran, atakuwa rafiki wa Iran na ataruhusu Iran afanye majaribio. Kwa nini? Kwa sababu wana mpango wa kutengeneza vita kati ya Shia na Masuni. Kwa hiyo vita vya Iran na Israel sio kama mnavyowadanganya watu. Mnakaa kabisa, mnachambua mnachambua kitoto. Kila siku mtachambua hiki, kitakuja tukio hilo. Iran, Marekani na Russia hakuna uadui, sio maadui. Behind the scene, on the ground, hawa watu wanapanga mikakati, vita vipi waendeshe dunia kabla hawajaja kwenye vyombo vya habari. Marekani, Iran na Israel, vita vya kawaida. Ndio maana nakwambia hivi, kuna mpango wa kibinadamu na kuna mpango wa Allah. Mpango wa Allah ulikuwa lazima tuendeshe punda na farasi na wanyama ili tusafiri. Binadamu tukaje na wenyewe na rocket. Tunapotaka rocket na magari na matreni na ndege, lazima tuchimbe. Wachimbaji wa nishati ni haya mataifa makubwa. Kwa hiyo mataifa makubwa yanapotaka kumove kwenda katika NWO, New World Order, dunia mpya, lazima wachochee vita ili wa move, ili wahame kwenda kufikia dunia mpya, kufikia malengo ya dunia mpya. Kwa hiyo watu wanakaa mnajiita wachambuzi, na mimi nazungumza Afrika, Tanzania hakuna ile high level quality ya analysis ile kuchambua. Bongo na Tanzania na Afrika nzima hakuna, hayupo. Kwa sababu hawa watu wanachambua vitu vidogo vidogo ambavyo vinatangazwa na vyombo vya habari, wanaacha vitu vikubwa vikubwa. Ya akhi, mjadala hata CNN hawawezi kuja kuweka mjadala vita kati ya Mungu na binadamu. Binadamu tumejifungulia mlango wetu, ili tu move lazima tupigane vita. Wakati Allah alikataa hilo, akatuwekea wanyama. Tunapotaka nishati lazima tutapigana. Wachimba nishati na yao mataifa makubwa. Iran, Putin kachochea vita vya Iran na Israel ili Europa wasafi. Wanaposafa Europe, alizungumza vita vyake atavimaliza kimkakati. Kimkakati maana yake ni lazima katika vita vya Iran na Israel lazima Putin atahusika kuchochea hivi vita ili Europe wa struggle. Kwa hiyo acheni kuchambua vitu kitoto. Kumalizia, akasema tena akasema tena kwamba Waislamu pia hatutaki, yani fanya movement zako za kuchambua, lakini usihusishe Qur'anul Karim. Hatutaki, hatuhitaji. Simeleka kama ulivyoachana na Bible, achana na Qur'an, wewe chambua, tufanye mambo yako, yani usijihusishe na dini. Umenifahamu? Usijihusishe na dini, acha yake. Kisha akasema tena akasema suratul Muddathir 19 namba 19 kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa Qur'anul Karim. Hapa pia akaja akafunika. Ya akhi, sikiliza suratul Muddathir. Amekuja amefunika kwamba 19 namba 19 kwa mujibu wa Qur'anul Karim. Sikiliza. Kisa ilikuwa ya Khalid bin Mughira. Khalid bin Mughira alisema hivi, faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Muhammad na Qur'anul Karim anaposoma ni uchawi ambao una affect, ukimsikiliza na kuathiri. So ndio in hadha illa qawlul bashar. Walid bin Mughira akasema Qur'ani sio maneno ya Allah, sio maneno ya Mungu, ni maneno ya shaytan, ni maneno ya jini. Tumla alayhi bukratan wa asila. Muhammad anaandikiwa na shaytan. Imeleka Allah akashusha Qur'an na akasema hivi, sa uslihi saqar. Walid bin Mughira tutamuingiza katika moto wa saqar. Wama adraka ma saqar, kitu gani kitakachokujulisha moto wa saqar? Kwanza tumeweka matairi na vitu kama hivyo. Sasa tuingie, mimi nakuletea hoja, nakuletea na ushahidi, wewe utaamua unapokeaje na unatumiaje. Kama wewe ni mtu wa gari jekundu, utaamua wewe mwenyewe. Sasa kwenye Qur'an namba 19 imetajwa mara moja tu, ambayo suratul Mudathir, ambayo ni sura ya 74 aya ya 30 inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, alaiha 19, na inatazamwa na 19. Sasa sitotaka kuingia kwenye maana yake, lakini nikugusia tu kidogo. Ni motoni, Sakar, ambayo kuna tafsiri tofauti tofauti, na kuna malaika 19 ambao ndo wapo pale. Sasa kuna tafsiri nyingi, lakini hatuko hapa kwenye kutafsiri. Nataka tu deal na hoja yetu ya leo ambayo ni 19.
Sasa baada ya hiyo aya ambayo ni ya 30, aya inayofuatia ambayo ni aya ya 31 katika sura hiyo hiyo Al-Mudaththir ina maneno 57 ambayo ni multiple of 19, ambayo ni 19 mara 3 unapata 57. Sasa naomba uanze ku apply probability theory. Tumesema ni aya ngapi? 30. Aya 30, yani okay, mpaka wanafika kwenye hiyo alaiha 19, kuna aya 30 ambazo ukijumlisha maneno yake unapata maneno 95. 95 ni multiple of 19, ni 19 mara 5. Naomba uendelee ku apply probability theory. Ukihesabu aya 19 za mwanzo ya sura hiyo unapata maneno 57 ambayo ni 19 mara 3. Halafu ukihesabu maneno yote akasema tena akasema suratul Mudaththir 19 namba 19 kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa Qur'an al-Karim. Hapa pia akaja akafunika ya akhi, sikiliza suratul Mudaththir amekuja amefunika kwamba 19 namba 19 kwa mujibu wa Qur'an al-Karim. Sikiliza qissa ilikuwa ya Khalid bin Mughira alisema hivi, faqala in hadha illa sihrun yusar. Muhammad na Qur'an al-Karim anaposoma ni uchawi ambao una affect, ukimsikiliza na kuathiri, sio ndio? In hadha illa qawlul bashar. Walid bin Mughira akasema Qur'an sio maneno ya Allah, sio maneno ya Mungu, ni maneno ya shaytan, ni maneno ya jini. Tumla alayhi bukratan wa asila. Muhammad anaandikiwa na shaytan, imeleka. Allah akashusha Qur'an na akasema hivi, sa uslihi saqar. Walid bin Mughira tutamuingiza katika moto wa saqar. Wama adraka ma saqar, kitu gani kitakachokujulisha moto wa saqar? Allah asema hivi, la tabqi wala tadhar. Moto wa saqar wenyewe haubakishi chochote, wala tadhar, wenyewe unakuangua mwili mzima, unapungua mtu anaungua au wachi chochote. La tabqi wala tadhar, haubakishi kitu na wala hauachi kitu, unaunguza kila kitu. Lawahatun lilbashar, akasema hivi Allah, alaiha 19, moto wa saqar una malaika 19. Sema nifahamu haya iko wapi namba 19 kwa mujibu wa Qur'an al-Karim? Probability theory iko wapi? Unafunika mpeche unaongopea waumini. Kama ulivyoachana na Bible, achana na Qur'an al-Karim. Angalia Allah anausifia moto wa saqar, amesema hivi alaiha 19, moto huo una malaika 19, si ndio? Wama ja'alna ashaban nar, hatujafanya malaika wa moto huo, wama ja'alna ashaban nar, wale wanaohusika wale watu wa moto huo hatujawafanya illa malaika, isipokuwa malaika. Maana yake idadi yao kuwa ndogo, malaika 19 wao ni malaika. Hata mkiingia binadamu matrilion na mashaitani matrilion, idadi ya malaika 19, kipimo hiki Allah kinamtosha. Uchache na idadi ndogo ya malaika hawa inatosha kusimamia moto wa saqar. Kwa hiyo swali linaweza likaja, kwa nini Allah chagua idadi 19? Hataki kumdhania Allah, la tadhunnuna billahi dhunun, hamtaki kumjaji discussion. Kwa nini Allah amechagua idadi namba 19 kuja na namba 18? Yaf'alu ma yurid, fa'alu lima yurid. Angalia ya akhi, akasema tena Allah, wama ja'alna iddatahu, idadi ndogo ya malaika wao tumeifanya kuwa fitna, tatizo kwa watu ambao kwamba wamemkataa Allah. Kwa nini? Walimwambia Mtume Muhammad, sasa Muhammad unatuambia sisi malaika kuna moto 19, kuna malaika 19. Sasa malaika 19 wataweza kumudu watu wote? Allah akasema idadi hii ni fitna, ni tatizo kwa watu ambao kwamba hawaamini. Kwa hiyo mpeche anafunika kwa probability theory, kwa mitazamo ya kipagani ya washirikina wa kizungu, philosophy. Ya akhi, hizi philosophy ni za wazungu ambao walikuwa walevi wanakunywa bia. Kwa kumalizia akasema tena jamaa, akasema tena kuna aya 5 kwenye suratul Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Hii ni mada nyingine, lakini pia hapa amefunika mpeche kwa waongopea waumini. Hizo namba anazozitaja zote Allah tamlipa kwa kufanya hesabu hiyo, lakini asije kutengeneza ilmu ya kwamba sayansi, falsafa, hakuna kitu kama hicho. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma ili umtambue Allah.
Watu mara nyingi wanafanya makosa, wanatafsiri soma kwa jina la Mola wako. Mswahili unapomwambia soma kwa jina la Mola wako hakuelewi. Kwa jina la Mola wangu vipi ya? Sikilizeni. Al-ismu katika lisanu al-arabi al-fasih ma yu'rafu bihi dhatu shay. Jina ni alama ambayo tunamfahamu mtu kupitia jina lake. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ili tumfahamu Allah, tutamfahamu kwa majina yake. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah na majina yake muiteni kwa majina yake. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma ili umfahamu Allah. Soma kwa jina. Ismu kuja bisighati nakra ay ya'um kullu al-asma. Majina yote ya Allah. Soma kwa majina yote ya Allah ili umfahamu. Ta'rifu dhat Allah, upate kumfahamu Allah. Angalia, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Amemtengeneza binadamu kwa alaq. Kwa pande nini? Kwa pande la damu. Nini maana alaqa? Alaqa ya akhi li'alaqatuna ma'a Allah, mahusiano ukaribu tuliokuwa nao sisi binadamu na Allah. Ndio maana mwisho wa sura hii akasema usjud li rabbi, usjud waqtarib, msujudie Allah pia kuwa karibu na Allah. Li'alaqatuna ma'a Allah, kwa ukaribu na mahusiano tuliokuwa nayo. Ndio maana Allah akasema hivi, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma ili umfahamu Allah. Allah gani? Alladhi khalaq, ambaye amemtengeneza binadamu, ametengeneza kila kitu. Khalaqal insana min 'alaq, amemtengeneza binadamu kwa damu. Uliza madaktari, watu wa biolojia, nini maana 'alaq? 'Alaq yako ni ule mfumo wa DNA. Baba atamfahamu mwanawe kwa DNA yake. Ndivyo hivyo binadamu tutamfahamu Allah, tutamfahamu Mungu kwa majina yake. Ndio maana ya alaq. Hapa mfunika kawaibia waumini. Mwisho akasema hivi, maelezo yake yote akasema hivi, nina uwezo kwamba ile track record yake yeye, kwamba yeye amekuwa maarufu wa akitabiri kitu kinatokea kama alivyotabiri, kwa sababu amesoma hii probability theory. Ya akhi, kutabiri mambo ya kibinadamu, ikiwa sera ya Marekani ya mambo ya nje ni vita, hata mtoto mdogo anaweza kaotea kesho Marekani atapigana vita. Mmenifahamu? Mtoto mdogo tu anaweza kaotea kwamba Marekani na Iran, Marekani hawezi kumwacha Iran hivi, lazima Marekani atarudi kwenye vita. Probability theory ni mitazamo ya kibinadamu. Unapotafsiri, unapootea mambo ya kibinadamu kwamba Argentina na Spain nani atafungwa, mwingine atasema Spain atashinda, mwingine Argentina atafungwa. Hii uitu wewe noma, kwa sababu ni vitu ambavyo kwamba kwanza vinapangika kabla ya michezo, kabla ya vita, kabla ya game. Ya akhi, politics, siasa ni game, ni game chess, yani ni mchezo kwamba watu wanakaa kabla, wanapanga. Pentagon watakaa, Dragon China watakaa, Russia watakaa, wao wanapanga mipango yao. Maadamu ni mpango wa kibinadamu, unapotea, unapotabiri, sio wewe noma kwa sababu umeelewa sana Qur'an al-Karim. Hapana, hii vitu ni uongo. Unaweza kuwa noma kweli, noma kwa watu ambao bado wana uwezo mdogo. Tanzania bado watu wengi wana uwezo mdogo. Kwa hiyo unapokuja kusema mimi noma, wanaamini ujamaa kule noma. Nakusihi fanya tahqiqul mas'ala, kuwa na dira, tafuta msomi umpe kusikilize, kisha ndo unaleta chengine. Na kwa swala lako la mwisho ni malhamatul kubra. Neno malhamatul kubra sio hadithun sahih, ni mustadrijat. Ni hadithi nyingi dhaifu ndio imetamka malhamatul kubra. Mara nyingi leo unamsikia anasema malhamatul kubra, vita vya mwisho. Mtume Muhammad alisema hivi, la taquma as-saa, hadithi sahih, hadithi ilikuwa sahihi. La taquma as-saa, kiyama kitasimama hatta taqtatila fi'atani 'azimatan min ummati. Katika riwaya nyingine, kiyama kisimami mpaka makundi mawili katika umma wangu yapigane vita, Shia na Sunni. Mtume Muhammad alisema vipi? Kilahuma da'wahuma wahid, wote wanadai jambo hili moja. Shia atadai Sunna waondoke biladu Sham, kama mshasikia tahriru Sham, wakina Ahmed Shar'a tahriru Sham, HTC wanataka kufanya ukombozi miji ya Sham, waondoe mashia, waondoe Waisraeli pale. Iki kitu kilishazungumzwa na Mtume Muhammad, tahriru Sham, Mayahudi kuwekwa pale Sham na makundi yote kuwekwa pale Sham, ulikuwa mpango wa Roma ili dunia ihitimishwe na vita kati ya Waislamu na mashia kabla Masihu Dajjal na Isa ibn Maryam hawajaja. Kwa hiyo vita vya Masunna na Shia ni kweli vipo, lakini sio katika lugha ya malhamatul kubra. Mtume Muhammad amesema vipi? Maqtatalan adhimatan, maqtatalan adhima, mauaji itakuwa makubwa. Maqtatalan adhima ndio sunna, ndio lugha iliyothibitika na sio malhamatul kubra. Malhamatul kubra ni ahadith dhaif tukitoa hapo. Subhanakallahumma bihamdik
nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kwenye Bible, yani unaacha Bible unakuja kwenye Qur'an al-Karim. Wakristo pengine wamekupigia marufuku, bwana acha. Unazungumza mwenyewe umeacha Bible unakuja kwenye Qur'an al-Karim. Kwa hiyo kwenye Qur'an al-Karim ndio kuna mpeche kuna kufunika. Sasa naomba mnisikilize mwanzo mpaka mwisho. Nitanukuu baadhi ya maneno yake, kisha nitawapa na nitawaekea baadhi sauti yake, mumsikilize jinsi anavyo flow, jinsi anavyo flow. Kuna video zake 2 au 3 nyuma nilimsikiliza, moja aliita Breaking Tanzania, akiwa na maana wazungu wanatengeneza mindset ya vijana wa Bongo ili kupinga serikali zao. Lakini nilicho kielewa kwenye ile Breaking Tanzania tofauti, yani anwani, kichwa cha habari cha ile cover tofauti na maelezo anayoyatoa. Vijana wa Afrika, na huu ni ushauri, vijana wa Afrika kuna mambo mengi, wanapigwa vita vingi, si tu wachukie serikali zao, wanapigwa mpaka vita za tabia. Vijana wa Kiafrika wanaletewa mambo mengi, ushoga na vitu vingine. Sasa unapokuja na Breaking Tanzania kwamba vijana wa Tanzania wazungu wanawashape, wanawatengenezea namna fulani ili wakatae serikali zao, hii ni wrong, ni tatizo, haiwezekani kitu kama hicho. Nakupa mfano, mababa wapo tayari watoto wao wapigwe bomu la nyuklia. Yani leo familia zipo tayari wapigwe bomu la nyuklia, Marekani adondoshe bomu la nyuklia, kuliko maangamizi ya drugs, madawa ya kulevya na maangamizi ya ushoga. Kwa hiyo unapokuja na Breaking Tanzania kwamba watu wa Marekani wanakuja kuwachochea vijana wapinge serikali wafanye maandamano, si kweli. Kuna matatizo makubwa zaidi ya hayo. Ushoga unaenea kwenye kila nyumba, katika kiwango ambacho kwamba kila mzazi yupo tayari mwanae apigwe bunduki, apigwe shaba, lakini mwanawe asiingie kwenye matatizo ya drugs na matatizo ya unga. Nchi za magharibi zina mbinu nyingi sana kudhoofisha na kucontrol vijana. Wana mbinu nyingi mpaka za kucontrol serikali. Madawa ya ukimwi wanaleta wao. Ni swala wanipeni madini au unazuia dawa za ukimwi. Wana mbinu hiyo. Kwa kwenye Breaking Tanzania nimeanza kufuatilia kule mpaka nikafikia hapa. Nimeanza kumkagua moja baada ya moja. Imeeleweka. 2, nchi zote za Kiafrika zina matatizo ya ndani. Hazina matatizo si wazungu, kuna matatizo ya ndani. Na hii kuna ile laanatul qurun. Dunia hii haiwezi kumove kutoka mwaka wa 5 mpaka kufikisha miaka 100, karne moja, bila matatizo ya ndani, bila ya civil war, vita vya watu wenyewe kwa wenyewe au vita vikubwa. Ipo hivyo. Nakupa mfano. Marekani karne ya 18 walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kuna wanaopinga utumwa na kuna wanaopinga ambao wanaruhusu utumwa. Mizozo ile ya ndani ikaja kukamilishwa na vita. Baada ya kupigana vita wakaja kutengeneza katiba yao mpaka leo. Umenifahamu? Wakawa kitu gani ambacho nakitaka. Kadhalika Russia, Lenin alipoanza kupinga serikali za kifalme, Russia wakapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Nenda Uingereza, vita ya kwanza dunia, vita ya pili ya dunia. Hakuna nchi itakayoweza kukamilisha miaka 100 au miaka 70 kwenda 100 bila matatizo ya ndani. Kila nchi lazima itapitia matatizo ya ndani. Matatizo ya ndani yanakwenda kukamilisha laana ya karne. Laana ya karne ni kwamba serikali zitadondoka, zitakuja serikali mpya. Si imeeleweka? Hii ni faida. Sasa tukija katika mjadala wa Qur'an al-Karim namba 19 kwenye Qur'an al-Karim, anasema ar-rajul